Haleluya, haleluya. Neema ya Kristo iwe nanyi nyote. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania. Huu ujumbe uende kwa rafiki yangu. Rafiki yangu huyo ambaye huwa anapenda sana kumsikiza Jeff Masawe na mafundisho yake. Ndugu yangu, huu ujumbe ukufikie wewe. Wakati mwingine nitakutaja jina lakini leo nakustiri. Sikutaji jina. Huu ujumbe uende kwa ukufikie kabisa na ujifunze. Na Jeff Masawe na wewe ukufikie na Ndacha mwanzo kuanzia mwaka jana niliongea naye sana kuhusu dini ya Kisabato mpaka alipokuja kutoka kwenye dini ya Kisabato. Niliongelea sana kwamba ni mpinga Kristo na wahubiri watu wao wa Sabato, wakati Biblia inawahubiria watu wao wa Kristo, yeye anahubiria watu wao wa Sabato. Kwa hiyo yeye hataki watu wao wa Kristo, anataka wao wa Sabato. Na Sabato unafundisha mambo ya Torati wakati hawayatendi. Na siku ya Sabato sio siku ya kuabudu wala sio siku ya kumtafuta Bwana, bali ni siku ya kupumzika na kula. Ilikuwa inafanyika kwa Wayahudi, sio kwa Wasabato. Kwa Wayahudi. Maana kipindi hicho Wasabato walikuwa hawapo. Kulikuwa kuna dini ya Kiyahudi, dini ya Mafarisayo na dini ya Masadukayo. Hebu tuiangalie ushahidi kwanza hapa. Kwenye Galatia. Kwenye Galatia 1:13. Inasema, maana umesikia habari zangu, habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililiuzi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio halimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kunidhihirishia mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nilikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kwa alienda kuhubiri injili wa Arabuni kabla Uislamu haujaanzishwa, kabla Uislamu haupo. Alienda kuhubiri habari za Yesu Kristo, akauacha dini ya Kiyahudi. Huyu ni Paulo. Leo wa Sabato na wakina Ndacha na wakina Jeff Masawe walikuwa wanahubiri kwamba Paulo alikuwa ni Msabato, wakati hapa Biblia inasema alikuwa dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo tunaona ni waongo, na uongo wao wanazidi kuongeza. Sasa hivi baada ya kushindwa hili, wameleta uongo kwamba Mungu wawili, kuna Mungu Baba na kuna Yesu Kristo. Na kuna wale wengine wanasema Mungu watatu ambao ni Wakatoliki na watu wengine, kwamba jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yaani Baba, Mwana na wao ni miungu watatu, wakati Mungu ni mmoja. Na nitaonyesha ushahidi. Tutafika hapo. Haya, umeona Paulo alikuwa ni dini ya nini? Ya Kiyahudi, hakuwa Msabato, wala dini ya Kisabato ilikuwa haipo. Tuwa kweli. Kwa nini tunadanganya watu? Kwa nini tunadanganya umma? Kama sio mchungaji basi acha, kama sio mwalimu acha, maana nyinyi sio walimu wala sio wachungaji. Mnafanya hivi kwa ajili labda kwa maslahi, au kuna watu wanaowatuma, au sijui mnataka kwani mnataka mpate nini? Maana jina la Yesu huwezi kutumia ukapata pesa. Hakuna leo wahi kutumia jina la Yesu kuanzia imani imeanza katika kuanzia wanafunzi wa Yesu Kristo mpaka Paulo akajinufaisha kupitia jina la Yesu. Hakuna, wala haipo. Wala haipo. Kwa sababu katika Warumi 16:17 imekataa hicho kitu, kujinufaisha kupitia jina la Yesu Kristo, ambao inasema kwenye 17 inasema, ndugu zangu, Warumi 16:17, ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini ya kujipendekeza huidanganya mioyo ya watu wanyofu. Yaani wanadanganya watu kwa maneno laini. Kwa sababu watu ambao wataki kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu wanamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya faida zao na tumbo lao, hao watu tujiepushe nao. Biblia inasema kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Ukirudi kwenye 17 inasema, ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Kwa Biblia inasema hawa watu wanaohubiri kwa lengo la kupata sadaka, kwa lengo la kupata fungu la 10, kwa lengo la kupata michango ya kujenga makanisa, kwa lengo la kupata michango ya kujenga mahospitali, Biblia inasema tujitenge nao. Biblia inasema tujitenge nao. Umeona? Haya, tunarudi pale pale.
Tunarudi pale. Dini ya kwanza tumeiona ni dini ya Kiyahudi. Paulo alikuwa Myahudi. Paulo alikuwa msabato. Kwa hiyo wao ndio watuambie sasa alikuwa msabato wapi? Kwa hiyo Paulo, mimi nilikuwa msabato wapi? Paulo alikuwa dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo sabato ilikuwa haipo. Tukija kuangalia hapa katika Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 5, Matendo ya Mitume 5, Matendo ya Mitume 5:17. Tukianzia 16. Inasema, nayo mkutano ya watu wa mji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakaleta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, na wote wakaponywa. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio waliokuwa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume, wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akawafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, nendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Kwa malaika wa Bwana alikuwa akiwasaidia wale mitume 12 wale walikuwa wakisaidiwa na nani? Na malaika wa Bwana. Kwa hiyo hawa makuhani walikuwa ni madhehebu ya Masadukayo, sio madhehebu ya Mafarisayo ya Wasabato. Hapo nataka tuonyeshwe sasa kwamba wakina Ndacha wakati wanahubiri kwamba watu wao wa Sabato, Sabato huko wapi kwenye Biblia? Walikuwa nahalalisha kupitia wapi? Huyu Ndacha na Jeff Masawe, ambao mpaka sasa hivi wameanzisha uongo mpya wa Mungu wawili. Wametoka kwenye Mungu watatu wakaja kwenye Mungu wawili. Na mimi nawaambia Mungu ni mmoja, ambao ni Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo ambaye alivaa mwili, akaja duniani, akatoka, akatuachia Roho Mtakatifu. Huyo mmoja alifanya kazi kwa nyanja tofauti. Sio eti Mungu alikuwa mbinguni akamtuma Yesu akaja. Yeye Mungu alikuja. Yesu Kristo, na ushahidi nitatoa. Tuangalie kipande kifuatacho.